Wakazi wa Changamwe County Mombasa wametoa wito kwa serikali kufufua na kukiboresha kiwanda cha kusafisha mafuta cha Changamwe ili kutoa fursa ya ajira kwa wakazi. Wakazi wamesema haya katika kikao cha kuchukua maoni kwa kamati ya nishati inayoongozwa na Senator Tana River Danson Mgatana na kamati ya bunge la kitaifa inayoongozwa na bunge wa Nakuru Mashariki David Gikaria. Wamesema lazima kuwe na mikakati mwafaka wa jinsi wakazi hao watanufaika moja kwa moja na usafishaji wa mafuta yanayochimbwa katika vitalu vya T6 na T7. Wakazi aidha wamesisitiza kuwa kukiboresha kituo hicho na kukigeuza kuwa kituo cha kisasa chenye uwezo mkubwa wa kuhifadhi na kusambaza mafuta badala ya kukiacha kama kiwanda cha kusafisha mafuta ghafi kilichosimamisha shughuli zake mwaka 2013, kutafungua fursa ikiwemo kuongeza ajira, kuchochea maendeleo ya miundombinu na kuinua kiwango kikubwa shughuli za kijamii na kiuchumi ndani ya Changamwe na ukanda mzima wa Pwani. Wajumbe wa kamati ya Seneti na bunge la kitaifa wamewahakikishia wananchi kuwa maoni yao yamepokelewa na kuzingatiwa ipasavyo, na kwa kauli moja kukubaliana kuunga mkono wito wa kufufua kiwanda cha Changamwe. Mimi tumekuwa naye mihula mitatu, na mimi nawaambia kila kuchao kwa mke ile na ile vitu alifanya hapa ya maandamano, hajawahi toka fikra yake katika ile refinery na KPRL. Kila wakati ni swali, ni mijadala kujaribu kuregesha KPRL pamoja na refinery yenu. Kwa hivyo ninataka kumpongeza ya kwamba going forward na kurudisha huyu mfumo ya kurudisha refinery hapa, ni lazima nyinyi wa Changamwe mfanye uamuzi. Kama mnataka mtu mgeni, sasa yeye atapotea barabara. Lakini kama mtamregesha Omar Mwinyi, yeye ashashika barabara na kwenye mkataba. Sitaona wameandika mambo ambayo yanahusu kufufua refinery, mambo ambayo yanahusu jinsi ambavyo barabara zitaathirika na jinsi ambavyo watafanya kurekebisha barabara zetu. Kama sitaona mpango mzima ya kuwapa vijana wa hapa Changamwe nafasi za kazi, kama majibu hayatapatikana kwa maswali yote ambayo mmeorodhesha, mimi sivuna, na kura yangu moja ya Nairobi itapinga huu mkataba. Mpaka wafanye nini? Warudi wajibu haya maswali yote ambayo Mheshimiwa Mwinyi ameuliza hapa kwa ajili yenu. Maana sisi ni wawakilishi wa wananchi. Kama mwanasheria, najua mahakama zetu tayari zilipitisha zikasema hii mambo ya kukalisha wananchi hapa, wanatoa maoni yao kisha mnayapuuza. Sasa mimi niende bunge nijifanye sijasikia mambo ambayo mmesema hapa, itakuwa ni haki kweli? Ukiangalia ule mkataba ambao umesainiwa, waliopiga ule mkataba wa kutoa mafuta na kuuza mafuta umesainiwa kati ya wizara ya Kawi ambayo mmoja ameongea hapa. And what we are saying here is, if we keep on killing these industries, we are denying our people opportunities to get employment. Na watu wakiwa hawana kazi, kitu itabakia ni nini? Ni kula mogoka, ama sivyo? Na watakuwa wakora pia, watakuwa wavivu, alafu tutaitwa watu wa Pwani ni wavivu, ama sio? Lakini ukweli ni kwamba opportunities za kazi zilifanya namna gani? Ziliondoshwa kwa sisi. So on a serious note, sisi tutasema anything that can be engaged iende mbele, hata reverse inaweza kufanyika. Hii no refinery irrigation, kama ndugu yangu pale aliposema, kama serikali haina pesa, hata sisi wenyewe tufanye nini? Tuchange. Si kuna public shares zinakuwa floated, tununue ili tufanye nini? Turegeshe hiyo refinery. Na mimi nafikiria hili ni jambo la ungwa mkono na watu wote, na kama mnaunga mkono, hebu tuonyeshe kwa ishara. Wangapi wanasema refinery irrigation? Sasa hii ni uwakilishi wa Changamwe kwa niaba ya Wachangamwe wengi, na wakaletwa Wachangamwe wote, msimamo wao utakuwa ni huno pia vile vile. Ali Vincent, Benvin TV.